Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Bwana katika somo la kwanza tunakutana na nabii Nathan akimweleza Daudi kosa lake. Daudi anashtuka kwani kosa lake limegunduliwa. Kwani kile alichotaka kuficha sasa kimeonekana machoni pa watu. Nathan anatumia mfano mzuri sana kumwelezea Daudi kosa lake, kiasi kwamba Daudi anabakia kujitambua zaidi katika kosa lake na kuona huzuni zaidi kwa kosa lake. Anatumia mfano wa tajiri anayedhulumu kondoo wa maskini, tabia yenye kushamiri katika ulimwengu huu, ambapo wapo matajiri wanaofikiria kwamba kila kitu kizuri ni chao chini ya ulimwengu huu. Wanafikiria kwamba hakuna anayeruhusiwa kuvishika, ni wao tu wenye kuruhusiwa kuvimiliki na kuvitumia. Daudi anatoa hukumu kwa haraka na kutoa hukumu kwa sababu alitambua kwamba wapo wenye kutenda makosa ya namna hii kwenye ufalme wake. Daudi alipotambua kwamba ni yeye, basi alitubu sana. Sisi tujifunze hekima, ndugu zangu, ya kuwasaidia wenzetu, namna ya kuwarekebisha wenzetu. Nathan alitumia mfano mzuri sana wa kumrekebisha Daudi bila kumshukia kama radi. Tuombe kufundishwa hekima ya kutumia mifano na maneno mazuri na ya kutia moyo kama alivyofanya nabii Nathan. Mwenzetu akikosea, tujaribu kutafuta tu mifano ya hekima yenye kumwelewesha kosa lake, na hapa tutafaulu zaidi kuiokoa roho ya huyo mtu. Pia tusiwe watu wa kutoa hukumu kwa haraka haraka kuhusu makosa ya wenzetu, kwani hata sisi ni wadhambi wakuu. Tunawahukumu wenzetu kwa makosa yale yale ambayo tunayatenda sisi wenyewe. Hivyo tunyanyuke na kuoneana huruma zaidi. Kwa kila kibanzi unachoona kwenye jicho la mwenzako, basi tambua kwamba ndani ya jicho lako wewe kuna boriti. Katika somo la Injili, Bwana Yesu anatuliza mawimbi ndani ya bahari na bahari inakuwa shwari. Wanafunzi walionyesha hali ya kuogopeshwa na mawimbi haya kiasi kwamba ile hofu ilizidi imani yao. Hofu ikizidi imani, siku zote mwanadamu hufanya mambo ya kijinga sana. Hii ni hali tunayoiona katika mazingira yetu. Wapo waliokumbwa na hofu kuhusu ushirikina kiasi kwamba wameishia kufanya maisha yao yawe na maamuzi ya ajabu na maamuzi mabovu ambayo yameharibu maisha yao. Unaambiwa nenda kalale juu ya kaburi ili upate pesa. Nenda kapasue nazi usiku njia panda ukiwa hujavaa nguo. Haya yote ni mambo ya aibu. Wapo wengi waliokamatwa wakiwa wanafanya mambo kama haya. Hii ni kwa sababu tu imani imeshuka chini, unaamini vitu vya ajabu. Imani ikishuka chini, ukaanza kuongozwa na hisia na mambo ya kishirikina, hakika utaishia tu kwenye aibu. Sisi ndugu zangu tuwe watu wa imani. Watu wa imani watatufanya tuweze kumuona Yesu kama alivyo. Mitume walikosa imani, hata Yesu alivyowaendea wakafikiri ni mzimu unawaendea. Ndivyo ilivyo. Ukishakosa imani, utamuona kila mtu ni mchawi. Utamuona kila mtu anayekutazama anataka kukuloga. Sisi tuwe watu wenye imani. Sisi tujichunguze leo ndugu zangu, tujiulize, je, sisi ni watu wa hofu? Yapo mambo yenye kunitesa maishani. Je, yamesababishwa na mimi kuwa na hofu? Mwenyezi Mungu atusaidie kutambua hasara ya hofu maishani mwetu na imani yetu iwe juu kuliko hofu. Mungu Mwenyezi atubariki na kutulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.